Ni bao muhimu sana katika nyakati ambazo unategemea timu nyingi sana wachezaji wao wanakuaga wamepanic kwenye nyakati hizi za kuhitaji matokeo. Ken na Bisai, tunafahamu hapa kila mtu anataka atengeneze movement zake, afunge yeye, anaweza akataka kupiga chenga zaidi, lakini kama una utulivu kwenye dakika ya 84, mechi ni 1-1. Ukiangalia matokeo ya sare ni mabaya sana kwenu kuelekea kwenye msimamo unavyoonekana. Lakini ule utulivu katika nyakati muhimu kama hizi ndio ambavyo unampata Chama na gharama zake. Haya, kuna matukio mengi yametokea. Ukiacha tukio kubwa ambalo ni goli lililoweka tofauti wa alama 3 ambazo Singida wamezidondosha wakiwa nyumbani, Simba amezipata akiwa ugenini. Kuna tukio lingine kubwa ambalo lilitokea na kuzua mjadala mkubwa, na hata sisi tulipokuwa fair tulikuwa tunaligusia kwa namna moja ama nyingine. Kulikuwa kuna tukio ambalo lilikuwa lina dalili ya foul ama foul kwa mujibu wa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Chambuzi ulikuwa tofauti fair, lakini kwa sababu tuko na Bisai hapa, yanaweza katuambia nini ulikiona hapa. Kulikuwa kuna malalamiko ya penalty ama penalty claim kutoka kwa wachezaji wa Singida wakimhanikiza muamuzi kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Uliona hivyo? Hapana. Kwangu nimeona Yusuf Kagoma ameucheza mpira kabla ya Khalid, ila Khalid kutokana na namna alivyoingia kwenye tukio ikamfanya ateleze na kuanguka, lakini sio kwamba alifanyiwa madhambi. Yusuf Kagoma aliweka kibambi. Alicheza mpira nani? Wamecheza wote wawili, kacheza mmoja. Kagoma ameuzuia ilivyofaa. Aucho akaja kuweka pressure baadaye. Kwa kitendo cha kukutana. Aucho hajagusa mpira. Kukutana tunasema kibambi hicho. Yaani wote mnagusa kwa wakati mmoja. Ndio kinamfanya Aucho aanguke, kwa sababu Kagoma chini alikuwa ameweka nguvu nyingi sana. Kwa hiyo Aucho ameanguka kwa sababu hiyo, sio kwamba Yusuf alimkwatua. 1-2. Ukiangalia mpira ulibaki afu Aucho akaanguka kama tukio linalofuata. Kwa hiyo kwangu hakukuwa na foul. Hakukuwa na foul kwangu. Yes, of course. Kagoma kaucheza mpira. Lakini ukitaka kuthibitisha hilo, utaona baada ya Aucho kufika kwenye mpira, bado miguu ya Kagoma ilikuwa ina contact na mpira. Unaweza kaona hapo. Kwa hivyo hakukuwa na foul. Yes. Ukiacha hayo matukio mengine ambayo tumegusia, nitakukumbusha mechi dhidi ya Berkane away, mechi dhidi ya Berkane home, ambayo ilisababisha kucheza kupata kadi nyekundu. Lakini pia kuna mechi zingine kama 2 za kimataifa, sizikumbuki vizuri. Kagoma anapokuwa pressurized ama akipelekewa pressure, anafanya makosa ambayo yanamlazimu sasa kwenye kuji ku retain possession tena, either akadelay, akachelewa, akacheza foul, au akalazimika kutumia nguvu zaidi kwenye kupata mpira. Imetokea tena leo kwenye mpira ambao alipewa pasi hapa, kama ambavyo unaona kati Simba wanataka kuondoka. Alikosa option ama utulivu bado unakosekana? Nianze na Bisai mwenyewe. Kwanza kwangu mimi kwenye pressure ambazo naona wachezaji wanapewa, hii ni pressure ya wastani kabisa. Alikuwa na uwezo kuupisha mpira ukapita, afu akaufuata, akamwacha Linda, then Mosi, then akaendelea kuondoka. Lakini baada ya kureceive akiwa amerelax sana, mchezaji wa Singida alipofika akawa ameziba uelekeo ambao Yusuf alikuwa anataka kupiga pasi ya kwanza. Kwa hiyo yeye akubadilisha tena maamuzi, akaamua kuchop, ndio kambabatiza Mosi hapa. Angeweza kutishia kama anaufuata afu ukapita, angekuwa amempiga ile chenga ya mwili. Na anaongevo sio kwa sababu mimi ni namba 6 mzuri sana kuliko Yusufu, ila kwa sababu Yusufu amewahi kunionyesha anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo na judge dhidi ya uwezo wake. Hilo niliweke sawa, naona walikuwa wanataka kuchombeza kidogo. Na hajawahi kuwa. Kwa hiyo Kennedy ni kweli unachosema. Kwa hiyo ni tukio ambalo mchezaji ambaye amekubali pressure wastani. Yaani haya ni matukio ambayo Yusufu hawezi kuyafanya kwa uzuri zaidi. Hapa ndipo mapungufu yake yanaonekana. Hapo ni mchezaji ambaye kwa hiyo pressure ndogo tu anaweza kutoa pasi ambayo haijakamilika. Unajua wanasema kizuri kikosi kasoro. Anapokuwa na sifa ya kupora sana, kukaa kwenye mechi muda mrefu, kupiga pasi tu salama akiwa hana pressure, changamoto yake ndio hii. Pressure hata ya wastani tu anashindwa kutoka kwa eneo kama hilo. Hii ilikuwa pressure ya wastani kabisa. Haya, hili ni tukio lingine ambalo pia limetokea leo. Ramin Jajo alimgeuza Kibabage, akajaza katikati. Wakati huo mlinda mlango nadhani catching ability ya kwake haikuwa sawa pengine, ama alihisi ana nafasi ya kupoza na kucheza tena. Hatimaye akakutana na Gede. Hii ilikuwa ilistahili kuwa penalty kama ambavyo walikuwa wana claim nyota wa Singida, ama muamuzi alikuwa sahihi kwenye kila alichokiamua? Binafsi kwa marejeo ya hichi kinachoonekana kwenye television,
Gede amefanyiwa contact na ni faulu ambayo ilipaswa kuwa penalty, kwa sababu baada ya Lamin Jaju kustrike ule mpira unamuona goalkeeper Mahmudu Tanja Kasali Jibo punch vizuri. Angalia katika movement ya kuwai mpira Gede ameucheza wa kwanza, na kama angeugusa mpira Mahmudu Tanja Kasali ule mpira usingeonyesha uelekeo ule. Kwa hiyo marefa 9 wanaweka bila hata kupepesa, bila hata kuitwa na VAR. Shikilia hapo kaka. Naam. Kachero. Umeona nini? Nimeona uzembe wa mwamuzi kushindwa kutafsiri sheria ya fouls na misconduct. This should be a penalty. Ndio nilichokiona. Ni tukio la wazi. Angalia uelekeo wa mikono ya kipa na mpira ulipoenda. Alafu angalia mguu wa kushoto wa Gede unavyochezwa. Gede alikuwa na nia ya kumruka kipa, sijui kama umeona. Kwamba mimi sitaki kukuza tatizo. Kwa sababu tuna mtu wa slow-mo kwenye PCR yetu. Atuwekee taratibu. Gede alikuwa anamuonesha mwamuzi kwamba mimi sina shida na kumwadaa kipa. Mimi nina nafasi. Mbona ukiangalia kama hajaguswa Gede? Ameguswa mguu wake wa kushoto. Rudie tena. Mikono ya kipa. Mtozi gift match, rudie tena. Ngoja alirudie tena. Kipa amemcheza hivi. Contact tena kubwa. Hiyo hapo. Sio ndogo. Hapo. Mpira ule kule ushatoka. Gede anamruka, mimi sikutaki, yeye anataka mpira. Kipa amemcheza mguu wa kushoto Gede kwenye goti na usawa mapaja. Ni foul, ni penalty. Wote mnakubaliana wawili kwamba contact ilikuwepo. Kabisa. Na ilistahili kwa foul ambao ni penalty. Sasa hii wakati wewe unasema tumuongelee Katanga Hussein. Mimi nataka nimuhusishe hadi yule mwamuzi assistant namba 2. Yeye ndo amekaa kwenye upande wa kuona ile mikono ya kipa, uelekeo wa Gede na mpira unavyoondoka. Kashindwa kumsaidia. Yule kule assistant namba 2. Anashindwa kumsaidia mwamuzi wa katikati. Yeye angeonyesha kibendera kwamba naona kuna foul. Angemfanya mwamuzi wakati akubali hiyo penalty. Kwa hiyo wote wanaingia kwenye lawama. Hamna ambaye anabaki bila kulaumiwa. Lakini hili tukio ukitaka ulishuhudia vizuri liwe katika ile speed yake ya kawaida. Ndio utaona contact. Kwenye somo unaweza kuona baadhi ya vitu contact, unaweza kuona contact kama slide flag. Yaani mtu akiwa kwenye motion kubwa akitikiswa anaweza akashake. Nafikiri ndio maana mimi binafsi nisema katika marefa 10 7, 8, 9 wanafunika pale kwenye maguu 12 ya mtu mzima. Na huyo aliyebaki kwenye hao 10 ndo Kennedy Moses. Mimi na wewe tupo kwenye wale 9. Hiyo haina comeback. Penalty. Na kutafuta baadaye. Sasa wakati mwingine unasikia Kennedy na Godlisten. Mimi kuzungumza na waamuzi waliowahi kuchezesha ligi kuu. Wanasema kuna hofu ya kuamua penalty dhidi ya timu kubwa Simba na Yanga. Very sure. Ukihofia wanakuwa na hofu, yes. Hususan kwenye mchezo ambao Yanga au Simba wanakuwa na faida. Kabisa. Wanahofia kukera watu. Wanahofia wanaweza wakazungumzwa vibaya. Wanahofia kupewa pressure zaidi. Kwa hiyo kuna muda wanaona ni heri kukosea ukiwa kwenye faida ya Simba au Yanga kuliko kukosea ukiwa kwenye hasara ya Simba au Yanga. Wengine wamekosea, tumeona wengine wameshushwa daraja, wengine wamekula nyundo miezi 3, wengine 6. Makosa ambayo unaweza kuta ukiyafuatilia mechi zilizopita zingine za timu za mid table au bottom table yako mengi. Kwa mfano ngoja nikuhesabie. Mfano mmoja kwa hoja ya muda. Yes. Mechi ya KMC na Simba tulikuwa hapa. Baada ya Muru kulizungumza goli, mimi nilikwambia Selman Mwalimu amefunga akiwa offside position. Ile goli lilisimama. Na leo wakati napiga story na Pasco Kapombe akaniambia Kabombe akaniambia yule mwamuzi alikuwa Kasim Mpanga. Yule ambaye mechi ya dabi Selemani alifunga goli dhidi ya Yanga akakataa. Kwa hiyo ile tafsiri ya kufungiwa miezi 6 kwa mujibu wa bodi ni kwamba amekuwa na makosa ya kujirudia. Ila kwenye ile mechi ya KMC hakuadhibiwa. Lakini kidogo. Nafikiri ili tukio la Gede contact yake na Jibo ingekuwa ni timu kubwa mojawapo kati ya hizi tunazozifahamu. Yaani tungelipindua. Yaani ulipindua upande wa pili. Saizi tulikuwa tunazungumza goli. Na tusingekuwa tunalidiscuss, tungekuwa tunawaza kipa aliruka wapi, penalty ilikuwa wapi. Kwa sekunde chache pia tukiwa tunakamilisha. Kiwango cha Metacha Mnata. Kuna moment kama 2 kama so 3 ambazo pengine Simba angekuwa na ushindi wa magoli zaidi haya ambao wameshinda leo. Second half alikuwa na kiwango bora, amefuta kosa ambalo lilifanya wakapoteza wakafungwa bao kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza alitoka bila mahesabu, kaenda kupanchi mpira, kaishia kupanchi ndani, watu wamescore. Lakini second half hii ni movement nafikiri kwa ya Daudi Mwangosi. Watu wanasema amempigia pale alipokuwa, lakini msifie kwa kuwa na position nzuri.
Maana angekuwa mbali na ule mstari wa goli ingekuwa tatizo lingine. Inawezekana Shomari alikuwa anapata assist yake, Mwangosi alikuwa anafunga bao lake la kwanza kwenye ligi akiwa na jezi ya Simba, lakini kikwazo kikawa ni Metacha Mnata, save nzuri katika mchezo. Unatamani akienda kuangalia hizo clip aseme da, save yangu iliwini pointi moja kwenye sare, lakini bad luck, wamepoteza mchezo. Mimi naona kuna pande mbili. Ukiongelea upande wa Metacha, anastahili sifa bila mjadala. Kwa sababu shughuli yake ilikuwa lazima azuie mpira usiingie. Ametimiza, amemaliza. Tukiongelea upande wa Simba, mimi nitamkosoa yule mshambuliaji. Kwangu mimi ile ni big chance. Na kwa nini ameshindwa kufunga? Kwa sababu hakumwangalia kipa wakati anaenda kufunga. Anajaribu kufunga. Yeye ameenda kuhisi mpira unakuja hapa, muda ambao mpira umefika, ameupiga. Sawa, kwenye eneo ambalo anaweza, lakini kwa wengine ni nafasi nyepesi kwa sababu unafunga kipa anapotoka. Tena unatega kichwa, inakuwa goli jepesi, kipa anaenda huku, wewe unafunga huku. Ila kwa upande wa Singida Metacha kufanya kazi. Kwa Simba striker ameshindwa kufunga nafasi ya wazi. Bana, hivi ndivyo takwimu zilivyomaliza mchezo wa hii leo. On target 3-5, off 5-2 Muro. Kipindi cha kwanza kilikuwa na attempt kwa ujumla 4 pekee, lakini mechi imeisha kukiwa kuna attempt kwa ujumla 15. Unaozungumza attempt 11 zilizoongezeka. Nafikiri Black Stars kuongeza pia kasi yao ya mashambulizi. Simba kuna muda kaongezea dakika 45 mpaka 60 walikuwa dormant. Timu ilikuwa unaiona iko down. Lakini baada ya kuona sare sasa inakuwa ngumu, kuanzia dakika ya 75 akapandisha game yao. Kwa hiyo attempt 11 kuongezeka Keni kwenye kipindi cha pili ni kukuonyesha namna gani ambavyo timu zilikuwa ziko desperate kisha wanapata ushindi. Lakini kwa Simba hizo on target 5, mabao 2, walikuwa wanakaribia kuwa na nusu ya conversion rate. Hapo unazungumza asilimia 40 tu ya conversion rate yao, wakati kwa Black Stars ni asilimia 33 kwa sababu ni 1 juu ya 3 zidisha kwa asilimia 100. Wao ndo wamepata hivyo. Lakini angalia upande wa yellow card, Simba hajapata yellow card yoyote wala red card, wakati kwa upande wa Black Stars tayari ni 4. Kwa hiyo inakuashiria matukio mengi ambayo Singida wameyafika leo. Unayaona yalikuwa fiziki, walikuwa wanacheza bato kweli kweli. Hamna mtu ambaye ataisahau vita ya Abdul Malik Zakaria na Libase Gay. Hamna mtu ambaye ataisahau vita iliyokuwa katikati ya kiwanja ya unamzungumza Halid Habibu Gego na kina Chama. Kulikuwa kuna contact nyingi, lakini contact zingine ambazo kwa tutakutana nazo za 1v1 za Kibabage dhidi ya Lamin Jaju, kulikuwa kuna game nyingine ambayo ni the best kwangu mimi ambayo niliona. Kitu tu ambacho leo nimekiona kwa upande wa strikers, sikuona wakiwapa ubize center backs wa timu zote mbili. Sio? Muro amemaliza hivyo, lakini pia nipo na kachero wa kimataifa besides Steven Junior. Mimi ni Kennedy Moses, nikukumbushe tu kwamba ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Baada ya mechi ya saa 8 tumetazama mechi ya saa 10, lakini nyota wa mchezo hii leo ni Clatous Chota Chama. Kwa sekunde chache, yes or no, amestahili? Amestahili. Muro, Clatous Chota Chama nyota wa mchezo, ambao ulikuwa na mtazamo tofauti? Ngumu sana. Mimi kwangu mimi ningeitoa kwa Eli Mpanzu. Katoka benchi amekwenda kuamua mchezo uende vipi, point 3 zipatikane. Metisha sana Muro, tuende break kidogo, tutarejea kwa ajili ya uchambuzi zaidi. Mechi inayofuata Azam FC wapo ugenini wakiwa wageni wa Dodoma Jiji. Tuende break, tutarejea kwa ajili ya uchambuzi zaidi, usiondoke.